Online TV. Naitwa Mashimba Ndaki, ni mbunge wa Maswa Magharibi, lakini ni mwenyekiti wa kamati ya budget ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumefika hapa kwa ndugu zetu TRA kuwatembelea na kuona kazi wanazozifanya. Kwa ujumla tumetembelea eneo la walipa kodi wakubwa. Kwa kweli maboresho ni makubwa ambayo TRA wamefanya ili kuwavuta hawa ndugu zetu wanaolipa kodi nyingi, tuseme kuvutika kulipa kodi zaidi. Mazingira waliowatengenezea ni mazingira mazuri, na kwa namna ambavyo mazingira yapo, ndio maana tunaona walipa kodi wakubwa wameongeza ulipaji wa kodi kwa kiwango cha hali ya juu sana. Tumeelezwa kwa kifupi, lakini ni tofauti na hali ilivyokuwa miaka miwili iliyopita. Sasa hivi walipa kodi wakubwa wanachangia 40% ya kodi tunayokusanya hapa kwenye nchi yetu. Sasa hicho ni kiwango kikubwa sana, kwa sababu kama TRA wamekusanya trilioni 36, maana yake trilioni kama 14 na kitu hivi wamechangia hawa wafanyabiashara wakubwa au walipa kodi wakubwa. Na sababu mojawapo ni hizi ambazo TRA wanafanya kuboresha mazingira ambapo tunakutana na walipa kodi. Haya mazingira hapa yameboreshwa vizuri sana. Ofisi zao, mahali pa wanapofikia yameboreshwa vizuri, lakini pia namna ambavyo wanazungumza na wao, lugha yao sio ile ya zamani ya maguvu na nini, lakini ni lugha ya maelewano, lugha ya kidiplomasia, kwamba mlipa kodi aelewe kwa nini analipa kodi, na anapoelewa basi aweze kujitoa kulipa kodi halali ambayo inatakiwa. Kwa hiyo mimi nitoe wito tu kwa walipa kodi wakubwa kwamba mazingira yetu yanaboreshwa vizuri, lakini pia kodi tunayolipa ni kodi inayosaidia Watanzania wote, na kwa kiwango ambacho tumefikia, matumaini ni kwamba tunaweza kwenda juu zaidi, tunaweza kuongeza zaidi, na kwa namna ambavyo serikali inaweka wazi mapato yenu, hakuna sababu za kujificha kulipa kodi. Na kama unahitajika kulipa kodi kampuni yako ama wewe mwenyewe, ni vizuri ukalipa kodi, kwa sababu kodi utakayolipa inawasaidia Watanzania wote. Kwa mazingira tuliyoyaona sio hivyo, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, kama walipa kodi wakubwa wanachangia 40% ya kodi tunayoipata, maana yake ni kwamba hawa wakubwa wanalipa kodi kubwa zaidi kuliko wale wadogo. Naona, kwa hiyo tufahamu Watanzania kwamba nchi yetu tunaijenga sisi wote, wale wadogo, walipa kodi wadogo, lakini walipa kodi wakubwa pia wanafanya kwa sehemu yao inavyotakiwa kabisa. Kwa hiyo TRA wanavyoendesha shughuli zao, hawapendelei, wanaanza na wakubwa halafu wanaenda kwa wadogo, na mdogo naye analipa kwa sehemu ile ndogo aliyo nayo. Kwa hiyo Watanzania ni vizuri tufahamu kwamba hakuna anayeachwa nyuma kwenye kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Kama unapata kitu kikubwa, unachangia kikubwa zaidi. Kama unapata kidogo, basi unachangia hicho kidogo zaidi. Hizi ofisi mnazoziona, vifaa vilivyopo sio vya TRA, ni vya walipa kodi. Ofisi zetu sisi ni nyumba za walipa kodi. Kwa serikali inapowekeza kama hapa, inapowekeza nchi nzima, maana yake inawekeza kwa ajili ya Watanzania na walipa kodi wote.
Kwa hiyo nitoe wito, maendeleo yanaonekana yanayofanywa ni matumizi sahihi ya kodi. Nitoe wito kwa kila mwenye kipato anayestahili kulipa kodi achangie mchango wake, na tumejipanga kuwa na mfumo wa kodi ambao ni tabirifu, ni rahisi, kwa maana unatumia mifumo. Unaweza ukalipa kodi popote ulipo, ukiwa ofisini kwako, ukiwa nyumbani kwako, unaweza kulipa. Kwa hiyo convenience ni kubwa sana, na huduma za walipa kodi zipo. Badala ya wewe kuja kutufuata, tutawafuata sisi ili tuweze kuwahudumia vizuri. Na mwisho, tutaendelea kuwezesha biashara kama ambavyo kamati imetutaka, za Watanzania wote, kwa sababu biashara zao zikikua na mchango wao wa kodi na wenyewe unakuwa. Nashukuru sana kamati, na naamini kupitia ujio wao kuna mambo mengi ambayo yatakwenda kuboresha huduma zetu kwa walipa kodi. Mimi ni naibu waziri wa fedha, lakini nimekuja hapa kuambatana na kamati ya kudumu ya bajeti ya Bunge, kwa maana ya kuja kuangalia shughuli zinazofanywa na TRA. Na niseme wazi kwamba kwa kweli kamati hii ni extension ya Bunge. Waheshimiwa wabunge hawa ambao mnaona ni wajumbe wa kamati, lakini kazi wanaoifanya hapa ni kama ambavyo wangeifanya wakiwa bungeni. Na niwapongeze sana, wameangalia shughuli zetu kwa maana ya shughuli za TRA, lakini pia kusikiliza namna ambavyo wananchi walipa kodi wanavyohudumiwa kwenye kitengo hiki cha walipa kodi wakubwa. Lakini hasa wamepata ufahamu kwamba kumbe kwenye walipa kodi wakubwa kuna walipa kodi ambao ni binafsi, wale walipa kodi ambao wana makampuni, lakini wao wenyewe pia wanalipa kodi kubwa. Na kama tulivyoambiwa hapa, 40% ya kodi zote zinazokusanywa na TRA zinatoka kwenye idara hii ya walipa kodi wakubwa. Lakini kwanza ni wapongeze sana TRA, wanafanya kazi kubwa, na ile pressure ya zamani ya kufanya kazi kama polisi haipo tena, na tumeishuhudia hapa kwa macho. Na ndugu zangu waandishi wa habari, mpeleke ujumbe huu kwamba mwenyekiti wa kamati hapa amesema ile dhana ya kwamba kuna wanaokabwa kulipa kodi tofauti na wengine, hasa wafanya biashara wakubwa, hiyo dhana haipo. Tumeona hapa kwamba kiasi kikubwa cha maendeleo kinachofanywa nchi hii kwa kutumia kodi za wananchi kinatoka kwa walipa kodi wakubwa. Hasa pia hata walipa kodi wale wakubwa, maana yake wanalipa kama mara mbili ya ile ambayo tumezoea kuona wakilipa. Wanalipa makampuni yao, lakini wao binafsi pia wanaendelea kulipa. Mazingira yanayojengwa haya yanayoonekana hapa kwenye idara hii ya walipa kodi wakubwa, mazingira haya yapo kwenye maeneo mengine ambayo walipa kodi wanahudumiwa. Hapa ni kielelezo, na kikubwa TRA itaendelea kuboresha mazingira ya kuhudumia walipa kodi ili kodi za serikali ziendelee kupatikana. Na niseme sasa kwa ujumla, kwa niaba ya serikali, na wapongeza wabunge, wajumbe wa kamati hii, lakini pia niwapongeze sana TRA na watumishi wote wa TRA. Najua wengine wanafanya kazi kwenye mazingira magumu, lakini bado wanakusanya kodi na kuendelea kuweka mazingira mazuri kwa walipa kodi kuchangia pesa za kodi kwa hiari. Na huo ndio mtizamo ambao tunaenda kuendelea kutekeleza. Walipa kodi walipe kodi bila shoroti. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.